Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Jioni ya siku ya leo ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu, mahali popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya, even outside our nation Kenya, katika dunia mzima, mahali popote unanitazama. Majina yangu ninaitwa Pastor Dohio, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na ninashukuru kwa sababu ya wakati huu na nafasi hii nimepata ili nikaweze kukuletea neno la Bwana katika jina la Kristo Yesu, kutoka mahali hapa CFF Church Gikabura. Na tunashukuru Bwana kwa sababu ya kutujalia mema na kutupatia wakati kama huu katika ushirika wetu wa Wednesday katika jina la Kristo Yesu. Ningependa nikaweze kuomba alafu tuweze kusikia neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa sababu ya nafasi hii, nalitukuza jina lako na kuliheshimu kwa sababu ni jina kubwa, limepita majina yote. Asante kwa sababu ya wakati huu nimepata niweze kuhubiria watu wako. Baba, ninaomba ukatunenee kulingana na mapenzi yako na kwa kusudi lako Bwana. Naombea kila mmoja ametega sikio lake, anayeniona kutoka mbali ama karibu. Bwana wa mbinguni, naomba neno la siku ya leo likaweze kuwanenea na kuwa baraka na ushindi katika maisha yao. Baba wetu wa mbinguni, aliye mgonjwa apokee uponyaji, aliye chini aweze kuinuliwa, aliyefungwa aweze kufunguliwa, aliyefika mwisho na maisha, Baba ninaomba ukafungue chapter ingine katika maisha yake. Tubariki sote Bwana siku ya leo Mfalme, nalo jina lako litazidi kutukuzwa na kuinuliwa katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen, amen. Mungu akubariki sana na Mungu akutende mema kwa sababu ya wakati huu tunaenda kulipokea neno lake Bwana. Ningeomba ya kwamba kwa sababu ya wale tuko TikTok live, ukinitazama mahali uko uweze kukaribisha wengi na kutap mahali pale, na utakuwa baraka kwangu katika jina la Kristo Yesu. Na pia wale tuko katika Facebook live, ningependa tu kwa neema ya Bwana you can share the message, like it and comment. Na ukituambia mahali unatutazama tutafurahia sana na tutashukuru katika jina la Kristo Yesu, kwa sababu Bwana ni mwaminifu na ni muweza wa yote katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo on TikTok live you can tap mahali pale as many as you can, na utabarikiwa in Jesus mighty name. In Jesus mighty name utabarikiwa sana na Bwana atakutenda mema, atakutenda mambo ya ajabu katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo siku ya leo kwanza kabla sijaingia katika neno la Bwana la siku ya leo ambaye Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, niko na tangazo moja, because you have been with us all the time. Tumekuwa tukikuja live hapa Christian Foundation Fellowship Gikabura katika jina la Kristo Yesu, na nashukuru Bwana kwa sababu ya vile tumetembea pamoja na wewe na vile umenishikilia na vile umenisupport katika huduma hii. Ninashukuru Bwana sana. Niko na tangazo moja kabla sijaingia katika neno la Bwana siku ya leo. Kama Christian Foundation Fellowship Gikabura and I myself, I take this opportunity to invite you all to our 5th anniversary. In our 5th anniversary here at CFF Church Gikabura on date 16 August 2026. Date 16 on August 2026 here at Christian Foundation Fellowship Gikabura, starting at 8:30 to 6 p.m. We welcome you. Come, we celebrate together. Come, we give God all thanks and glory for whatever He has done in us. It has been a great journey and it has not been easy.
For me, I declare and I know it is by the grace of God. The hand of God had been carrying us. The grace of God has been carrying us all the way from 2021 until this month, in the month of August, ambayo tutaingia on Saturday na kukaribisha our 5 years anniversary in the name of Jesus. Ningependa nikuone hapa katika jina la Yesu, na nitafurahi sana kwa sababu ni vizuri kushukuru Bwana na ni vizuri kuinua Bwana and to acknowledge the Lord's doing in the church, kwa maana ametenda mambo makubwa na mambo ya ajabu. Mark on your calendar and mark that date, 16th of August 2026. We invite you all in our 5th anniversary here at CFF Church Gikabura, and I will be happy when I will see you here. Nitafurahia sana nikijua ya kwamba wewe ni mtu wa baraka na mtu wa nguvu katika jina la Kristo Yesu. So I will be reminding you, na wale tuko katika Facebook, kuna nimeandika hapo on your screen, kuna message inaenda hapo about our 5th anniversary. May God bless you as you prepare to come here on 16th August 2026 from 8 p.m. from 8 a.m. asubuhi until jioni 6 p.m. na tutafurahia sana tukiwaona katika jina la Kristo Yesu. Mungu akubariki na Mungu akutende mema, kwa sababu ninajua ya kwamba utakuja katika jina la Kristo Yesu, na sote tutabarikiwa na tutaona ukuu wa Bwana on that day, na Bwana atatenda maajabu na atatenda mambo makubwa katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo ningependa nikaweze kuingia katika neno la Bwana la siku ya leo kulingana na vile Bwana atakavyo nisaidia katika jina la Kristo Yesu, na utabarikiwa na Bwana. Asante for those who are joining in our TikTok live and our Facebook live, and thereafter hii message utaipata pale YouTube channel, in my YouTube channel Pastor Dohio Official. You can go there and subscribe and comment, na nitafurahia sana kwa sababu Bwana ametenda maajabu na atatenda makubwa katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo Mungu awabariki sana kwa sababu mumekubali kujoin, na ninajua ya kwamba our life will never be the same again. As from today, as we hear the word of God, our life will never be the same again in Jesus' name. It is good to believe in the word of God because the word of God give us a life. Neno la Bwana linafanya tuwe na furaha, linafanya tuwe na nguvu, yani linatutia nguvu, linatupatia uwezo. Bwana wetu apewe sifa. Na ninajua ya kwamba siku ya leo God is going to change your life. Hallelujah. God is going to change your life. God is going to change our life in Jesus' mighty name. Thank you for those who are joining. May God bless you. May God have mercy in your life in Jesus' mighty name. Siku ya leo I would like to speak about how to learn a good yani ningependa kuongea kitu kinaitwa kukibia. How to learn. Bwana apewe sifa. Yani vile unaweza kibia vizuri katika maisha yako, because the Bible says that we are on the race. We are on the race. Na hiyo ni kitu tunastahili kushika na kuelewa. Kama Wakristo wa Mungu tunastahili kuelewa ya kwamba we are on the race. Bwana apewe sifa. Unaweza ambia rafiki yako hapo that we are on the race, na nitaongea learning
a good yani kukimbia kule kuzuri. Hiyo ndio nitaongea siku ya leo katika jina la Kristo Yesu, na Bwana atakutenda mema in Jesus mighty name. Igia nami katika kitabu cha Wahibrania, in the book of Hebrew chapter 12 from verse 1. Hapo ndio tutaona neno la siku ya leo. Najua ya kwamba unabarikiwa mahali uko in the mighty name of Jesus. In the book of Hebrews chapter 12 and verse 1. Na utabarikiwa na Bwana katika jina la Kristo Yesu. Kama umefika mahali pale, sema amen. Ndio nijue ya kwamba umefika pale na utabarikiwa na Bwana katika jina la Kristo Yesu. In the book of Hebrew chapter 12 from verse 1 inasema ya kwamba basi na sisi pia. So hii maandiko ni sisi inanenea. Wherever you are, the word of God is speaking unto you. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Nataka uelewe ya kwamba wakati unapoishi katika dunia hii, kuna watu wamekuzunguka. There are some people surrounding you. Bwana apewe sifa. I hear people say that they do not care how the society say about them. But for me, I care most how the society say. Bwana wetu apewe sifa. Kwa maana hata Kristo mwenyewe alitaka kujua vile watu wanasemaga juu yake. So hata na sisi kama Wakristo ama a human being, lazima tukumbuke ya kwamba tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Na ndio huwa ninasema ya kwamba hakuna jambo unaweza kulifanya dunia hii hata ukijifisha likose kujulikana, because there are so many witness. Watu ni wengi wamekuzunguka, mashahidi ni wengi wamekuzunguka, mahali unakaa, mahali unafanyia biashara, mahali unatembea, there are some people surrounding you. Bwana atukuzwe. So maandiko inasema tukijua ya kwamba tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito. So number 1 is to put aside kila mzigo mzito katika maisha yako, because when you carry a heavy burden in your life, you can lose your control. Bwana pewe sifa. Angalia watu wale wanabeba mizigo kwa soko, akiwekelea mzigo ambaye ni mzito kuliko kilo zile ako nazo, anaanza kuyubayuba, ana lose control. Bwana pewe sifa. Even in the spiritual life, when you carry a heavy burden, you can lose your control. Bwana apewe sifa. So maandiko inasema weka kila mzigo ulio mzito uweke kando. Bwana wetu ainuliwe sana. Na nikiongea habari ya mizigo in the spirit, siongei habari ya mizigo ya mahidi, mizigo ya maharagwe, mizigo ya madizi. Hapana, kuna mizigo huwa tunabeba ndani yetu, na kuna ingine tunabebeshwa na shetani. Bwana wetu apewe sifa. So Biblia inaongea kwa sababu tumezungukwa na mashahidi wengi sana, weka kila mzigo mzito chini. Namba 2, na dhambi ile ituzigayo kwa upesi. Kama unajua kuna dhambi katika maisha yako, na watu wengine hawajui kana kwamba wako na dhambi katika maisha yao, until the day watasikia neno la Bwana liwafugue macho, na kila mtu ajue na aelewe ya kwamba kumbe kuna dhambi inaishi ndani yangu. Bwana wetu apewe sifa. So maandiko inasema tuondoe hata ile dhambi ituzingayo kwa upesi. Bwana atukuzwe.
Number 3, na tupige bio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Bwana atukuzwe. So Biblia inatuonyesha ya kwamba that we are on the race. Bwana atukuzwe. Tukiwa katika dunia hii, whatever we are doing in this world, it is good to understand that we are on the race. Hata kuna muibaji wa wimbo aliimba that I am in the race. Bwana atukuzwe. Na tukishika hii neno ya kwamba tuko katika bio, ni vizuri tuangalie how can we run. Bwana apewe sifa. Tunaweza kibia namna gani? Maandiko inatuonyesha vizuri. Ndio ukibie vizuri, lazima uweke mizigo chini. Bwana atukuzwe. Kuna watu dakika hii nikiongea saa hii ninakuhubiria, kuna mtu amebeba mzigo ndani ya moyo wake. Kuna mtu amebeba mwenzake ndani yake. Kuna mwingine amebeba jamii yao kwa vile walimfanya. That is a burden, na itakuzuia kukibia vizuri. Bwana wetu apewe sifa. Kuna mwingine amebeba neighbor, hata wengine wamebeba washugaji ndani ya mioyo yao, so hawawezi kukibia vizuri because wako na mizigo mizito. Bwana apewe sifa. Na moyo wa mwanadamu unapokuwa mzito, hata kufikiria vizuri hauwezi kufikiria, kukibia vizuri hauwezi kukibia, kwa sababu wewe uko na mizigo. Na hiyo ndio Mungu anasema tuweke chini na tuondoe kila dhambi. Bwana atukuzwe. Dhambi ni za aina nyingi sana, na kuna dhambi zile ambazo huwa zinajulikana sana, that we judge people because of those things. Hallelujah. Fornication, murderers, adulteries. Bwana atukuzwe. Lakini kuna dhambi zingine mwanadamu anajiangalia, anaona ya kwamba si mwenye dhambi, kwa sababu havuti sigara, hakunywi bangi, hakunywi pombe, hafanyi usherati, hazini na wake wa wenyewe. Bwana atukuzwe. Haibi mali ya watu. Anakaa hivyo, anaona ya kwamba yeye hana dhambi. Lakini kuna dhambi zingine ambazo zimejifisha ndani yetu. Bwana atukuzwe. Kuna dhambi ambayo inaitwa hypocrisy. We have so many pretenders in this world. Hallelujah. Even God knows there are some people who pretend that they love God, that they love Jesus, but they are pretenders. Hallelujah. Hata wewe kuna watu wana pretend ya kwamba wanakupenda, wanasheka na wewe, munaongea na wao, but inside their heart they are pretenders. So that is a sin. Na hiyo ndio dhambi Mungu anasema tuondoe. Bwana wetu pewe sifa. Dhambi nyingine ni kuangalia mtu na hii macho yako, unaangalia mtu unamshukia. That is a sin. Bwana wetu pewe sifa. That is a sin. Kuna mwingine anaongea, anadanganya, anatoa ushuhuda wa uongo. That is a sin. Bwana pewe sifa. But we always see the big sins ambazo zinajulikana katika dunia hii, lakini dhambi zingine hatuoni. Bwana wetu inue sana. Kuna mtu mmoja katika Biblia, I think in the letters of John, inasema ya kwamba tukisema hatuna dhambi twajidanganya katika nafsi zetu, na ukweli wa Mungu haumo ndani yetu. Bwana wetu inue sana. So ni vizuri kuelewa na kuangalia kama kuna dhambi katika moyo wako na katika mwili wako, uweze kuiondoa, na hii yote itakusaidia kukibia bio nzuri. Bwana atukuzwe. Katika hii dunia we are on the race, na lazima tujue njia ya kukibia. Bwana apewe sifa. For example, wacha tuchukue hawa watu ambao wanakibia. We know ya kwamba tuko na watu wanakibia sana katika nchi yetu na katika dunia. Ukiangalia yule mtu anakibia, umuangalie vile amevaa, unaweza sema ya kwamba ako ushi. Bwana atukuzwe. Lakini kuna ile mavazi mazito
ameyavua, ameyaondoa, ndio aweze kukimbia vizuri, awe flexible. Bwana atukuzwe. Na hivyo ndivyo tunastahili kuwa katika hii safari ya biguni. Lazima tuwe flexible in the spirit, ndio tuweze kukimbia vizuri. Bwana wetu ainuliwe sana. Unaangalia yule mtu, hata akipelekwa na watu, hata kuwe na watu wale wanamshangilia, ikifika ni kukimbia, unaona anaondoa majacket, anaondoa longi, anaondoa dress. Bwana apewe sifa. Anabaki na nguo ambaye inakaa kama ni mwili wake, ndio isije ikamzuia kukimbia vizuri. Bwana wetu pewe sifa. Bwana atukuzwe. Na akifika pale kwa line, akiambiwa na mtu ya kwamba on your marks, hafikiri kama kuna watu wanamshangilia, lakini focus yake kuna kitu kimewekwa pale mbele. Hiyo ndio ako na haja naye, na hivyo ndivyo tunastahili kuwa kama Wakristo. Bwana atukuzwe. Lazima tukubali kuondoa kila mizigo mizito na kila dhambi ituzigayo inaweza kutuzuilia kukimbia vizuri, inaweza tuzuilia kuomba vizuri, inaweza tuzuilia kumtumikia Bwana vizuri. Bwana apewe sifa. Lazima tukubali kuvua mapambo na mavazi yaliyo mazito ndani yetu. Bwana atukuzwe. Jambo lingine litakusaidia kukimbia vizuri ni kuelewa laini yako. Haleluya. Elewa laini yako ile unakimbilia, kwa maana ukiingia laini ya mwingine mtakolaidi mahali pale na munaweza aguka na mushindwe na kumaliza ile bio. Bwana apewe sifa. So elewa laini yako katika ulimwengu wa kiroho, katika nyumba la Bwana. Kila mtu aelewe laini yake ni gani, na njia ingine, elewa kipawa chako ni gani. Bwana apewe sifa. That's why people are fighting in the church. Hawaelewi laini zao, wanastahili kukimbilia hii. Mwingine unapata ni muibaji, Bwana ako katika line ya uibaji. Bwana atukuzwe. Lakini kwa sababu kuna mwingine ako line ya prophecy, haleluya, na mwingine ako line ya preaching. Unaona ya kwamba yule ako katika line ya prophecy anataka kuingia line ya praise, lazima watapigana, na lazima hiyo kanisa itakuwa na vita. Bwana wetu inwe sana. So ni vyema kuelewa line yako, kwa sababu we are on the list. Kila mtu akibirie line yake. Kama if you are a giver in the kingdom of God, don't try to become a preacher, because that is not your lane. Hallelujah. Stay on your lane. Hiyo ndio itafanya ubarikiwe. If you are a prophet, hallelujah, don't try to become a preacher. If you are an intercessor, don't try to be a praise and worship. Bwana atukuzwe. Stay on your line and you never collide with your believer. Bwana atukuzwe. Hamutapigana pale, kwa sababu mtu akishika njia yake. Alafu uelewe ya kwamba unaondoa mizigo yote mizito na mavazi mazito na dhambi ikuzigayo, utakimbia bio ile nzuri sana na utakamata kile unataka. Bwana wetu ainue sana. So Biblia inasema ya kwamba tupige bio kwa saburi. So saburi inaongea habari ya patient endurance, kwa kuvumilia sana mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Verse 2 inasema tukimtazama Yesu. Ya Kiingereza inasema looking unto Jesus. So unaona hii version inasema looking unto Jesus. Another version, let me read another version. Inasema ya kwamba in the version of NIV inasema hivi, verse 2,
Hebrew chapter 12 verse 2. Hiyo ingine tumeona ya kwamba looking unto Jesus, but NIV inasema ya kwamba fixing our eyes on Jesus. Hallelujah. Kila mtu anaelewa ile kazi unastahili kufanya, how to fix something. Bwana atukuzwe. Unajaribu kufix kitu ndio kiigiane, ni kazi gumu. So the Bible says ya kwamba tukishaondoa mavazi mazito na mizigo mizito na dhambi ituzigayo ndio tuweze kukimbia vizuri. The Bible says after that let us fix our eyes unto Jesus. Bwana atukuzwe. So every believer must focus in Jesus. Don't focus to anybody else. When you go to learn, you do not focus kwa wale wanakushangilia. Hallelujah. You focus to the gift ambayo imewekwa pale mbele. Bwana atukuzwe. Pale mbele kuna watu wawili huwa wanashika kamba. Atakayeguza hiyo kamba akiwa wa kwanza ndio anapokea baraka. Bwana atukuzwe. Ndio anapokea baraka. So na sisi watu wa Mungu, when we are on the race, let us fix our eyes looking unto Jesus. Hallelujah. The Bible says, who is the pioneer, the perfecter of faith. Bwana atukuzwe. Ingine inasema ya kwamba hapo tulikuwa tunasoma looking unto Jesus, the author and the finisher. Hallelujah. The author and the finisher of our faith. Jesus is the author of our faith. He is the finisher of our faith. That's what the Bible says, that we look unto him. Hallelujah. Watu wengi wameshindwa na kukimbia because they focus how people say in their life. Hallelujah. Bwana atukuzwe. Watu wana focus na wengine, hawaangalii mbele, hawaangalii Kristo aliyewaita, aliyewachagua. Anasema ya kwamba aliyewaita ni mwaminifu. So don't focus to anybody else when you are on the race. Angalia mtu yule anakimbia, haangalii kama ameletwa na bibi yake, haangalii kama ameletwa na watoto, haangalii kama ameletwa na jamii yao, haangalii kama ameletwa na marafiki, lakini akiingia kwa line hivi kukimbia, ana focus pale mbele. Bwana atukuzwe, ili akaweze kumaliza, apate zawadi mahali pale. So na sisi kuna watu wengi watakosa zawadi kwa sababu walipoitwa na Bwana wakaingia kwa line, walifocus na vile watu wanasema. Bwana atukuzwe. Walifocus na vile dunia inasema. So wanasahau ya kwamba kuna baraka Mungu ametuwekea pale mbele. My friends, my viewers, we are on the list. Let us focus unto Jesus, who is the pioneer and the perfecter of our faith, who is the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Yesu mwenyewe ndiye ameshika baraka. Bwana atukuzwe. Ndiyo anasema in Revelation ya kwamba anakuja na ujira, ameushika na mkono wake wa kulia, ready to pay and to reward watu na ile kazi wamefanya. Bwana atukuzwe. Hallelujah. My brethren, my viewers, naomba kila mtu akae kwa laini yake. Hallelujah. Kila mtu akae kwa laini yake. Tuondoe confusion in the kingdom of God. Tuondoe vita katika ufalme wa Bwana, katika nyumba la Bwana. Bwana atukuzwe. Naomba kila mtu aelewe laini yake ni gani katika ufalme wa Mungu. Ukifocus, uangalie, naomba macho yako, let your eyes look unto Jesus. Wacha macho yako iangalie Yesu. Wacha kuangalia vile dunia kunaenda, vile watu wanasema, vile watu wanaongea. Hapana, utamisi baraka yako. Bwana wetu ainue sana. Utamisi baraka yako. Na kwa hivyo siku ya leo Biblia inasema ya kwamba mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake. Angalia Kristo mwana wa Mungu anatupatia mfano mzuri sana hapa.
na ndio anasema tumuangalie. Bwana atukuzwe. Maandiko inasema ya kwamba ambaye kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake, anasema who for the joy that was set before him. Kuna furaha Kristo aliwekewa mbele yake. Biblia inasema aliustahimili msalaba na kuidharau aibu. Bwana atukuzwe. Mambo mawili, aliustahimili msalaba akadharau ile aibu. Bwana atukuzwe. Na ndio alisema ya kwamba na kila mtu aubebe msalaba wake mwenyewe. Haleluya. Beba msalaba wako mwenyewe. Yesu aliustahimili ule msalaba. Kati yake yeye na ile furaha aliwekewa na Mungu. Katikati yake kulikuwa na msalaba na aibu kubwa, lakini aliustahimili ule msalaba na kuidharau aibu. Kutoka hapo maandiko inasema naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. That was the reward. Kwa sababu alivumilia, aliustahimili msalaba, alikibia kwa laini yake. Bwana atukuzwe. Na ndio anasema tujifundishe na yeye, tumuangalie. Bwana atukuzwe. Yeye aliye shida yote ya dunia hii, na ndio alisema ya kwamba kama yeye alishida ya dunia, hata na sisi tutashida. Bwana atukuzwe. Lakini tutashida namna gani? Ni wakati tutakubali kila mtu akae kwa laini yake, afocus kwa Yesu, afocus kwa ile baraka. Kama Kristo haje focus na ile furaha, siku ya leo haje kuwa ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Amepewa mamlaka ya mbinguni na ya dunia hii, amepewa jina kubwa, limepita majina yote. Bwana atukuzwe. Wapendwa, ni vizuri tuangalie tunakibia namna gani, because we are on the list. Hallelujah. Thank you for those who are joining in our TikTok live. May you tap there and God bless you. Thank you for those who are watching us from Facebook live. May God bless you. Like and comment and share the message to others, and God will bless you. So let us tap in our TikTok live, na Mungu atawabariki sana katika jina la Kristo Yesu. Biblia inasema ya kwamba naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini, may you consider him that endures such contradiction of sinners against himself, aliyestahimili mapigamizi makuu namna hii. Sikwambia kwamba dunia hii hakuna mapigamizi. Pigamizi ni nyingi sana, wapinzani ni wengi sana, antichrist are so many. Bwana atukuzwe. But don't focus to them, focus unto Jesus. Hallelujah. Who is ready to reward you for the great work you have done in this world. Bwana wetu ni sana. Yesu alistahimili ile pigamizi zote na akashinda yote, na hakuzimia roho katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu ainue sana. In the book of 1 Corinthians, in the book of 1 Corinthians chapter 9 and verse 24 inasema hivi. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 inasema, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. So tunastahili kuweka bidii, kila mtu ajitahidi. Watu wale huwa wanakibia, haangaliaji hata mwenzake. Hapana, yeye ako kwa laini yake, ana focus pale mbele, habii mwingine weka vizuri. Hapana, anaangalia laini yake. Biblia inasema ya kwamba jueni ya kwamba wale wanaoshindana mbio wanapiga mbio, lakini mmoja ndiye apokeaye tuzo. Si ujaribu na utie bidii, uwe mmoja wa wale watakayepokea tuzo. Na Biblia inasema ya kwamba tupige mbio namna hiyo ili tupate. So ni kumaanisha ya kwamba
Kuna bio tunaweza kibia kwa kutojua na kutoelewa, tukose kitu katika jina la Yesu, kwa kuleta confusion na kuingia kwa laini za watu wengine, itakuzuilia wewe kupata kitu. Bwana atukuzwe. Na tukiangalia tunaona ya kwamba bio haifanani. Bwana atukuzwe. Bio haifanani. Kuna watu wanakibia 100 km. Kuna wengine wanakibia 200 kilometers. Wengine wanakibia 3000 kilometers. Wengine 1500 kilometers. Bwana atukuzwe. Kila mtu ako kwa bio. Hakuna mtu anaweza sema hayuko kwa bio. Others are doing walking. Hallelujah. 12 kilometers. Na wote tuko katika bio. But cha muhimu ni nini? Ni kufocus pale mbele, mahali baraka yako iko. Bwana wetu apewe sifa. Hiyo ndio unastahili kuangalia sana. Hallelujah. Na bio hazifanani. Ndio unaona kuna watu wako mbele, wengine wako katikati, na wengine wako nyuma, kulingana na ile bio wanakibia. Bwana apewe sifa. Kuna mtu unaona ya kwamba anaokoka, anabarikiwa haraka, bio yake ni 100 km, mwingine 200. Angalia yule anakibia 3000 km. Bwana wetu apewe sifa. Kila mtu atapokea baraka kulingana na vile amekibia. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo unastahili kuomba Mungu akupatie nguvu, na uondoe kila dhambi ikuzigayo, na uondoe kila mizigo mizito, ndio uweze kukibia, upokee baraka yako. Haleluya. Kila mtu apokee baraka, kwa maana Mungu ametuahidi baraka katika dunia hii. Haleluya. Tumeahidiwa mengi na Mungu, but tutaipokea namna gani kama hatuta focus kwake Kristo mwana wa Mungu aliye shida hapa duniani? Bwana atukuzwe. Na Biblia inasema ya kwamba kila ashindanaye katika mchezo hujizuia katika yote. Unaona kuna kitu kingine imeandikwa hapo ya kwamba kila mtu ashindanaye katika mchezo anajizuia. So ni wakati wako, ni kazi yako na kazi yangu kujizuia. Bwana apewe sifa. Kujizuia, kuna mambo unastahili kuomba Mungu akupatie kitu kinaitwa self control. Unajizuia kuongea vibaya, unajizuia kufanya dhambi. Bwana atukuzwe. Unajizuia kuigiza miguu yako mahali pabaya, self control. Na hiyo ni kitu tunastahili kuwa naye. It is one of the fruits of the Holy Spirit of God. Na hiyo kila Mkristo na kila mtu dunia hii anastahili kuwa na self control. Ashindanaye katika michezo anajizuia kwa yote. Bwana atukuzwe. Kwingine si hata maombi, hapana, ni kujizuia, ni kusema ya kwamba that company sitatembea naye. Haleluya. That group sitaingia, hao watu sitaongea na wao. Bwana atukuzwe. Yani unajizuia because you know yourself, you know your weakness, ya kwamba ukiingia kwa wenye dhambi utafanya dhambi. So ya muhimu ni nini? Ni kujizuia kuingia kwa wenye dhambi. Bwana apewe sifa. Kiona ya kwamba kikundi iko na watu wanafanya dhambi na kuongea vibaya kwa wengine, because of your weakness, unajizuia kuingia hapo, na utakuwa umejiokoa katika jina la Kristo. Lakini wacha kuingia kwa dhambi, unaanza pale kuomba. Hapana, mambo mengine ni kujizuia. Hata Paulo kuna mahali alisema dhambi zingine unatumia miguu. Bwana atukuzwe. Unatumia miguu ukijua ya kwamba huyu mtu ambaye ninatembea na yeye sitaomba, lakini nitatumia miguu yangu nijiokoe na hii dhambi. Bwana atukuzwe. So sio kila mahali una apply maombi, hapana. Kwingine una apply miguu, na kwingine unajizuilia kuingia, kama unajua ukiingia pale utafanya dhambi. Bwana atukuzwe. Sasa kama mtu ameokoka juzi na yule ataokoka leo, na alikuwa anakunywa pombe, alikuwa na grupu ya watu wanyang'anyi,
alikuwa na group ya watu wanakunywa pombe. Akiokoka, jambo la kwanza ni kujizuia those groups. Bwana atukuzwe. Kwa sababu unaweza ingia pale ukienda kuambia umeokoka and you are not strong in faith, na kuambia utajipata umerudi chini. So it is good to have a self control. Ashindanaye katika michezo yeyote anajizuia kwa yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo. Watu wa dunia wanafanya michezo, wanakibia, wanapiga football, volleyball, they run, Olympics zote. Bwana atukuzwe. Lakini ile taji watapokea ni ile itaharibika. Bwana atukuzwe. But kuna ile idea kukibia vizuri katika kiroho. Wa Filipi 3, in the book of Philippians, Philippians chapter 3, Philippians chapter 3 and verse 3 and verse what? Verse 13. Philippians chapter 3 verse 13 and 14 inasema, ndugu, sijidhani nafsi yangu. Paulo anaongea hapa kwamba nimekwisha kushika. So kama haujashika ile baraka, usikose kukibia. Don't lose hope. Kama haujashika baraka yako, kama haujaingia destiny yako, kama haujaingia kwa hatima yako, never lose hope in Jesus name. Paulo anasema, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyashushumilia yaliyo mbele. Bwana atukuzwe. Biblia inasema ya kwamba I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Na hii ndio kitu itatusaidia ambaye sisi sote tunakibia. One thing I do, forgetting those things which are behind. Bwana atukuzwe. Hii jambo litakusaidia kukibia vizuri. Forgetting the past, whatever is behind you, forget about it. Bwana atukuzwe. Wacha kufikiria habari ya nyuma, wacha kufikiria watu. Focus unto Jesus, ndio upokee baraka. Lakini ukiangalia nyuma, ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu, the high calling of God. Hiyo ndio inafanya Paul akibie. So na wewe siku ya leo unakibia bio ya aina gani? Unapojiangalia, je, kuna zawadi utapokea? Bwana atukuzwe. So ile kitu itatusaidia wapendwa. Bwana wetu ni sana. Ile kitu itatusaidia ni kuondoa mizigo mizito, kwa maana hiyo itatuzuilia kukibia. Namba 2 ni kuondoa dhambi ituzigayo ndani yetu, tusije tukashindwa na kukibia. Bwana atukuzwe. Namba 3, ile kitu ingine itatusaidia ni kuforget, kusahau na ile yote. Forget about that. Number 4, focus. Angalia Kristo, angalia pale mbele.